Kwani hivi tukiweka hapa hatuwezi kunasa? Havinasa. Pita. Nani siweza kuniambia kwamba rasmi hatuna kama kwa kumbia. Ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi mkoa wa Kagera linawapongeza kwa namna ambavyo tumefanya coverage kipindi chote cha kampeni, mchakato mpaka tulipofika hapa leo, kuhabarisha umma kwamba zoezi zima limeenda kwa amani na utulivu. Kwenye hilo naomba kuwapongeza na tunaomba tuendelee hivyo mpaka kipindi ambapo matokeo yatatangazwa na nchi kurudi kwenye hali yake ya kawaida kama siku zote. Sisi kama Jeshi la Polisi napenda kuhakikishia wananchi wote wa mkoa wa Kagera kuwa lipo imara siku zote na limejipanga vyema katika kuhakikisha wananchi wote wa mkoa wa Kagera wanakuwa salama na wanaendelea na shughuli zao za uzalishaji kama kawaida. Sote tunatambua kwamba tupo kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu, kwa maana ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utakapochagua rais, wabunge na madiwani, na tulianza na mchakato wa uteuzi ndani ya vyama, baadaye ukaja uteuzi wa tume, na sasa ni kampeni ambazo zinaelekea ukingoni, na tarehe 29 ya mwezi huu, kwa maana ya Jumatano ijayo, basi nchi yetu itaingia kwenye zoezi la kupiga kura, kwa maana wananchi watachagua viongozi wanaowataka. Pende kuhakikishia kwamba jeshi lenu limejipanga imara. Tumesimama madhubuti kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa amani na utulivu. Sote tunatambua kwamba zoezi hili ni zoezi la kikatiba na ni demokrasia ya kila mmoja wetu. Ni zoezi la kidemokrasia na ni haki ya kila Mtanzania. Hivyo tuwahakikishie wale watakaotaka kwenda kupiga kura waende wakapige kura, kwa sababu amani na utulivu vitatawala. Tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani na utulivu wa kutosha kwenye miji yote, kwenye mitaa yote, kwenye vitongoji vyote, kuanzia nchi kavu mpaka visiwani. Upande wa visiwani tumejipanga vizuri sana, ambako kule unajua hakuwezi kukawa na changamoto kakimbia mara moja kwenda kusema naenda ku rescue. Tuna boti za kutosha, tuna zaidi ya boti 11, boti ndogo 4, boti ndogo 5 na kubwa boti ndogo 7 na kubwa 4. Kwa hiyo tuna uhakika tutadhibiti ipasavyo kule ziwani, lakini pia na huku nchi kavu tuna doria za kutosha kwenye maeneo yote, lakini askari wa kulinda kwenye vituo mpaka sasa wako tayari. Ni swala tu la muda ufike nani akasimamia kituo gani. Sasa hivi ukiniambia kituo fulani kiko wilaya ya Kyerwa, tarafa ya Mlongo, nitakwambia pale anayesimamia ni fulani mwenye namba hizi, anayetokea sehemu fulani. Kwa maana mengine vyote vituo vyote vimekuwa covered na ulinzi, lakini maeneo yote yana doria za kutosha. Tumegawa doria kulingana na kata, lakini pia kulingana na kanda. Tuna magari ya kutosha kwenye kila kanda, tuna magari ya kutosha kwenye kila kata. Tuna hakika
hakutakuwa na changamoto yoyote kuelekea uchaguzi huu, kwa maana ya changamoto za kiusalama. Niwahakikishie watu waje wakapige kura kwa amani na utulivu, wasiwe na shaka juu ya usalama wao kwenye zoezi hili la kwenda kupiga kura. Tunawahakikishia usalama wao kwenye zoezi hili, waende wakapige kura wakiwa na hakika kwamba hakuna atakayewaguswa kwenye zoezi hili. Kwa maneno mengine ni kwamba mpiga kura anayekwenda kupiga kura yake siku hiyo hata ng'atwa na sisimizi wala kunguni kwenye barabara zetu. Nina hakika watakwenda na watapiga kura salama. Tutafagia, ikiwezekana barabara zetu tutazifagia, ikiwezekana tutadeki pia, ili wanaokwenda kupiga kura wapite kwa amani na utulivu. Ni wasihi wale ambao huenda wanafikiria kwamba siku hiyo wanaweza kaanzisha vurugu, wasithubutu, kwa sababu nafasi hiyo haitapatikana. Hata wale watakaojaribu watakutana na mkono wa sheria, watakutana na mkono ambao hawajakutana nao, watashughulikiwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria. Sasa ni washauri wazazi wenzangu wawakanye watoto wao, vijana ambao unajua kwa namna moja au nyingine ni wepesi wa kuhemka, wasithubutu kuingia barabarani. Kwa kifupi ni kwamba mzazi mkanye mwanao asithubutu kuingia barabarani kwa lengo la kwenda kuandamana au kusalisha vurugu za aina yoyote. Watakaoingia au kujaribu, tutakutana nao barabara, lakini kile watakachokutana nacho tusilaumiane, kwa sababu kama ni tahadhari tumeshatoa. Tukumbuke ya kwamba ni haki ya mtu kwenda kupiga kura, ni haki yake. Wewe ukifanya vurugu ili umzuie asiende kupiga kura, unamnyima haki yake ya katiba, unamnyima haki yake ya kidemokrasia. Hili halitakubalika. Yule ambaye hajisikii kwenda kupiga kura abaki nyumbani. Baki nyumbani, wacha TV, angalia TV yako, sikiliza redio, muziki. Hakuna mtu atakuja kukugongea, hakuna mtu atakuja kukusumbua nyumbani kwako kama umeamua kupumzika. Ingawa tungeshauri wengi waende wakapige kura, kwa sababu ni haki yao ya kidemokrasia. Unaweza kusema kura yangu mimi nisipopiga kura moja tu ina madhara gani? Lakini kumbuka kura yako moja ina thamani kubwa sana. Yawezekana wewe ukasema mimi sitaenda na mwingine akasema sitaenda. Mwisho mnapata kiongozi ambaye haikuwa chaguo lako. Na kiongozi ambaye hukumchagua unakosa ile nguvu ya kumhoji, mbona ulituahidi hiki na hujafanya? Mchague ili uwe na nguvu ya kuhoji kwamba ulituahidi hiki, mbona hiki hakijafanyika. Lakini kila mtu aheshimu haki ya mwenzake. Nina hakika wale wanaokwenda kupiga kura hawatakwenda kwenye nyumba za watu kuwanyanyua kwa nguvu kwamba we twende tukapige kura, kwa nini umeamua kulala? Sasa kama ndivyo basi, na wale walioamua kupiga kura siku hiyo walale majumbani, wasiondoke kwenda kuwazuia wengine ambao wanatamani kwenda kupiga kura kutekeleza haki yao ya kikatiba. Ninaamini kama ambavyo tumeenda vizuri, basi tutamaliza salama. Sote kwa umoja wetu na kila mmoja kwa imani yake, tuendelee kuiombea amani nchi yetu. Jamani, Tanzania ni ya kwetu, hatuna Tanzania nyingine. Tukitoka nje ya Tanzania tutaitwa wakimbizi. Tusithubutu. Lakini pia ni washauri vijana waache kuhamasishwa kutumika vibaya, waache kuhamasishwa ili watumike vibaya. Akimhamasisha mtu kwamba twende kwenye maandamano, kijana mwambie, chukua wewe, mkeo na watoto,
tangulia mbele, afu sisi tutakuja nyuma, ili kurupushani zinapoanza zianzie kwa yeye mwenyewe badala ya vijana ambao hawana hatia. Tusikubali kutumika. Tunahamasishwa na watu wengi sana ambao hawapo nchini, wako nje. Wewe dereva wa bodaboda, ikitokea kwenye kurupushani hizo umevunjwa mguu, wewe ndiye utakayedhurika hospitali. Wewe ndiyo familia yako itakosa mkate wa nyumbani. Yawezekana huyu anayekwambia nenda hata hospitali asije kukuona. Lakini tukumbuke shughuli nyingine pia hazitakuwa zimesimama. Wafanyabiashara wanatakiwa waendelee kufanya shughuli zao. Mtu akishapiga kura anarudi dukani kwake kuendelea na shughuli. Mtu akishapiga kura anarudi nyumbani. Kwa hiyo kama ni sokoni, watu wataenda kwenye meza zao kuendelea kuuza. Yule ambaye anatamani siku hiyo akapumzika nyumbani, basi atarudi nyumbani. Sasa tukiingiza vurugu, ni wazi kwamba hata hawa tutawanyima haki ya kufanya biashara. Sasa hili haliwezi kukubali. Lakini la mwisho, tuna wale wanaosema tutalinda kura baada ya kupiga kura. Hicho kitu hakipo. Hicho kitu hakipo, na lenyewe hilo walifute. Mwenye jukumu la kulinda kura zilizopigwa ni jeshi la polisi. Ndio mtu aliyepewa jukumu la kulinda kura kisheria. Mwenye jukumu hilo ni jeshi la polisi na si vinginevyo. Umepiga kura, nenda kakae mita 300 na kuendelea. Hatuna shida na wewe. Uchaguzi ukiisha, matokeo yakishakamilisha, utaitwa. Usio mtu aliyekwenda shule ni ustaarabu. Shule inatuongezea ustaarabu. Ndio sifa kubwa ya mtu aliyekwenda shule. Ndio maana tangu tumeanza mpaka tumefika hapa, hatujasikia watu wamechaniana mashati, hatujasikia watu wamepigana ngumi, wala watu wametukanana, sio kwenye mikutano ya kampeni, bali hata nje ya maeneo ya mikutano. Ni vema tukaudumisha ustaarabu huu mpaka hapo yatakapotangazwa matokeo. Lakini pia matokeo yameshatangazwa. Je, baada ya kutangazwa matokeo nini kifanyike? Kama kuna mtu ataamini kwamba kuna jambo halijakwenda sawa, ziko taratibu za kisheria za kufanya. Asithubutu tena na yeye kusema tutaingia barabarani kulazimisha. Nafasi hiyo pia na yenyewe haitakuwepo. Kila jambo utakalolifanya jiulize, hivi hapa sivunji sheria? Ninaamini sote tutatii sheria bila kulazimishwa. Na kwa mantiki hiyo, niwatakie Wanakagera wote uchaguzi mwema, uchaguzi wenye amani, uchaguzi wenye utulivu, na jeshi lao la polisi litakuwa tayari kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika kama ambavyo limeahidi. Sasa. Naam. Tunaomba kujua. Ni kweli. Kweli. Sasa hii tunawashikilia watu zaidi ya 17 ambao wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Hawa wote tunawashikilia. Tunaendelea na mahojiano nao, na uchunguzi ukikamilika basi tutawafikisha mahakamani. Na nisihi kwamba anayehamasisha kwenye mitandao, anayetuma meseji za uchochezi kwenye mitandao, hana tofauti na yule anayefanya kosa la moja kwa moja la wazi linaloonekana. Tumejipanga vizuri pia hata huko kwenye mitandao. Kwa sasa kila kinachotumwa na kila kinachoandikwa tunakiona. Kwa hiyo ukiposti message ambayo unajua kabisa hii ni ya kichochezi, jua hatuko mbali na wewe. Kuna mmoja nimeambiwa sasa hivi anapita nyumba kwa nyumba akihamasisha vijana waingie mtaani tarehe 29. Naomba apokee ujumbe huu kwamba hicho anachokifanya yuko kama mita 2 tu kutoka kwenye pingu. Tutamfikia muda sio mrefu. Ndio. Mimi nina swali.
Mimi sijapokea barua officially, sijapokea, lakini kweli baadhi ya viongozi tunawashikilia. Lakini la tatu, mwenye jukumu la kupeleka washtakiwa mahakamani ni ofisi ya mwendesha mashtaka. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kupeleleza, kukamata, kupeleleza na mwisho wa siku naliandaa jalada na kupeleka maoni kwa mwendesha mashtaka. Kwa hiyo yawezekana wakawa hajapelekwa mahakamani kwa kuwa mwendesha mashtaka bado anajaribu kuangalia ile mambo ambayo anaona labda kuna jambo la kuongeza au kuna jambo linatakiwa kufanywa kazi kabla hajapelekwa mahakamani. Lakini kwa maana ya barua mimi sijapata. Mkuu anatumiwa na nini? Chochezi. Wanatuhumiwa kuhamasisha vurugu tarehe 29 kwenye mitandao ya kijamii. Kuna malalamiko ya mgombea wa chama kimoja kuhusu maandamano ya kuchana. Jeshi la polisi kuna sababu labda kinafanyika mpaka sasa. Hawa niliotaja kwamba tunawashikilia wanaingia kwenye makosa mengi. Wako wanaohamasisha moja kwa moja kwamba tarehe 29 usiingie, lakini pia wakati huo huo wanahamasisha mabango yote yaliyobandikwa ya vyama ambavyo wanadhani labda havistahili au kwa namna nyingine yote ile, kwamba mabango yao pale kwao, mabango yale kwao ni kero. Wako wanaohamasisha kuchana na wenyewe tumewakamata. Lakini pia wako waliokuwa wakichana moja kwa moja, kama mmeona kuna baadhi ya picha zinazunguka kwenye mitandao, wale nao tumewakamata. So tuna idadi kubwa kama nilivyokuambia, zaidi ya watu 17 ambao tunawashikilia, na taratibu zikikamilika basi watafikishwa mahakamani. Ni kweli sasa hii tunawashikilia watu zaidi ya 17 ambao wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Hawa wote tunawashikilia. Tunaendelea na mahojiano nao, na uchunguzi ukikamilika basi tutawafikisha mahakamani. Na nisihi kwamba anayehamasisha kwenye mitandao, anayetuma meseji za uchochezi kwenye mitandao, hana tofauti na yule anayefanya kosa la moja kwa moja la wazi linaloonekana. Tumejipanga vizuri pia hata huko kwenye mitandao. Kwa sasa kila kinachotumwa na kila kinachoandikwa tunakiona. Kwa hiyo ukiposti message ambayo unajua kabisa hii ni ya kichochezi, jua hatuko mbali na wewe. Kuna mmoja nimeambiwa sasa hivi anapita nyumba kwa nyumba akihamasisha vijana waingie mtaani tarehe 29. Naomba apokee ujumbe huu kwamba hicho anachokifanya yuko kama mita 2 tu kutoka kwenye pingu. Tutamfikia muda sio mrefu. Ndio. Mimi nina swali. Kuna barua kutoka Chadema makao makuu zaidi kuhusu jeshi la polisi kuwashikilia baadhi ya viongozi wa Chadema mkoa wa Kagera. Lakini barua hiyo pia imeeleza kwamba mahakama imeelekeza viongozi hao kupelekwa mahakamani. Vipi ni kauli ya polisi kuhusiana na viongozi hawa kupelekwa mahakamani na kwa nini hawajapelekwa? Na ni kweli je, hiyo barua uliona? Mimi sijapokea barua officially, sijapokea. Lakini kweli baadhi ya viongozi tunawashikilia. Lakini la tatu, mwenye jukumu la kupeleka washtakiwa mahakamani ni ofisi ya mwendesha mashtaka. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kupeleleza, kukamata, kupeleleza na mwisho wa siku naliandaa jalada na kupeleka maoni kwa mwendesha mashtaka. Kwa hiyo yawezekana wakawa hajapelekwa mahakamani
kwa kuwa mwendesha mashtaka bado anajaribu kuangalia yale mambo ambayo anaona labda kuna jambo la kuongeza au kuna jambo linatakiwa kufanyiwa kazi kabla hajapelekwa mahakamani. Lakini kwa maana ya barua mimi sijapata. Mkuu anatumiwa na nini? Chochezi. Wanatuhumiwa kuhamasisha vurugu tarehe 29 kwenye mitandao ya kijamii. Huku kuna malalamiko ya mgombea wa chama kimoja kuhusu maandamano ya kuchana. Jeshi la polisi kuna kitu labda kinafanyika mpaka sasa. Hawa niliotaja kwamba tunawashikilia wanaingia kwenye makosa mengi. Wako wanaohamasisha moja kwa moja kwamba tarehe 29 usiingie, lakini pia wakati huo huo wanahamasisha mabango yote yaliyobandikwa ya vyama ambavyo wanadhani labda havistahili au kwa namna nyingine yoyote ile, kwamba mabango yao pale kwao, mabango yale kwao ni kero. Wako wanaohamasisha kuchana na wenyewe tumewakamata. Lakini pia wako waliokuwa wakichana moja kwa moja, kama mmeona kuna baadhi ya picha zinazunguka kwenye mitandao, wale nao tumewakamata. So tuna idadi kubwa kama nilivyokuambia, zaidi ya watu 17 ambao tunawashikilia, na taratibu zikikamilika basi watafikishwa mahakamani.